Frida akimit babu alikuwa virgin. Pia nimeona kuwa kuna video umetoa ukaleji kuwa wewe ndio ulipatia babu Owino dem ama wife. Hapo kulienda aje? Sikiza bro. Mimi niko university nilikuwa class rep. So kwa class rep nilikuwa nafanya kitu inaitwa activation of new products. So nikifanya activation of new products nilikuwa nakuja university na recruit the most beautiful girls because these beautiful girls nilikuwa naweka kwa roundabouts. Yeah, mimi nilikuwa hustler campo. Naweka kwa roundabouts na wapiga na wapatia ma leaflets za kutangaza products. So nilikuwa siku ya freshers nilikuwa na recruit the most beautiful girls. So nilikuwa na database ya mademu wa supu sana. So nao babu nakumbuka hiyo club nilipeleka hao mademu ni Changes. Hapa Nairobi. Changes pale West. So nimekuja na mademu kama 15. Unajua babu ni boy wangu yo time, so sasa anapiga sherehe analipa bili ya 300,000 nini. So mimi pia juu sina pake lazima nionyeshe value kidogo nikuja na wale. So nikakuja na mademu 15. Kwa mademu 15 Frida alikuwa kwa hiyo group. But let me tell you the truth. Frida akimit babu alikuwa virgin. Ala, wewe unajua aje? Mimi najua aje. Si dem virgin ukimwona tu hivi unajua. Frida alikuwa virgin honest. Wewe unajua aje? Babu anajua na mimi najua. Alikuwa virgin kabisa. So babu alipata virgin. Babu ndiye alifungua hiyo kitu na akaioa. Kabisa, hiyo ni true. Mimi na yeye tunajua hiyo story. So she was a virgin, she was a very disciplined girl. In fact, of all the ladies we had in campus that time, Frida was one of the most. So Babu is a very lucky man. If he married that woman, Babu was a very lucky guy. Na Frida wa mnaongea ama no, unajua ukiwa alikuwa best yako akimariwa na best yako inaletaga pressure fulani. So kutoka Babu amari Frida hata sina namba yake, hata tujaiongea hata huyo siku. Hatujaibonga naye. Yeah, because okay. Ile tu ya respect. So nimeona jana baba ameenda kwa one of the certain podcast na akajaribu kukilia some of the allegations ambao ulikuwa umeweka na pia alitoa madai fulani kwa amekuwa akikusaidia all along. Kuna mali kusema hivi bro, nataka kusema hivi. Kuna mali alipatia nataka babu nataka hivi babu Owino huko nyeuko. Nataka hivi babu. In fact leo nataka kudeclare Babu is a liar more than William Ruto. Babu, enda leo kwa M-Pesa statement zako. Umesema ulinitumia 60,000. Babu ulisema ulinitumia 60,000 in 2024. Babu Owino, enda withdraw, go and print your M-Pesa statements za 2024. Maybe ulisahau print pia za 2025. Maybe unaweza kuwa umesahau uprint maka za 2023. Babu Owino, kama kuna anywhere ulinitumia 60,000, I swear to God, I will stop supporting Captain Ronald Karauri. Nitakupatia kura yangu na nikupatie mpaka ID yangu kama uta provide evidence ya kwamba mimi Bernard Omondi ulinitumia 60,000. Na nimekuwa nikiambia Wakenya kwamba babu ni muongo kuliko William Samoei Ruto. Jana babu wamekuja na edited messages sio, kwa hivyo story si ya kweli. Hizo ni stories za babu bro. Babu alikuja na edited messages, edit messages. Anadanganya ule jamaa anaitwa Modegu ule. Ati angalia hapa. Babu ni mkora, naambia babu ni mkora bro. Babu edit jina pale au watu wamekuwa kimutumia hizo messages. Ati mimi niite babu chairman. Babu ni chairman wa nani? Mimi. Sema ulimwita Jacob. Mimi siwezi ita babu Jacob and I cannot. Babu nimwita Jacob. In fact babu nilimblock 2021. I blocked him. Mimi naweza kuona namba ya babu, namba ya ujinga kama hiyo. Hizo 2025 sema sio kweli. Messages zenye babu ameedit akaweka kwa simu yake. Na kwanza nani huyo Alex Modego anasema mwisho alikutumia 25,000. Alinikosea sana. Anasema ati babu amejikilia jina. Nataka Alex Modego uite babu hapa. Anaitwa Mwakidegu. Alex Mwakidegu. Nataka huyo Alex Mwakidegu ita babu hapa na uniite hapa. Alafu babu hizo messages anasema za uongo hizo. Ati mimi alinitumia 60,000. Babu akutumia 60,000. Babu Owino ajikute akufe anyongo hiyo siku 60,000 babu Owino. Babu hawezi kutumia 60k bro. Hawezi. Na babu nilimblock. Mimi blocked him. Okay. Pia kwa hiyo Zamzam podcast aliweza kuallege kuwa let me say in allegation sababu sijaziangalia ama confirm whereby ulikuwa na support asimame president na nia ya Mwosho wa Sedo.
Sio hivyo. Alafu anasema hapo ndio mwisho wake na wewe kuongea. So labda hiyo ndio inaweza kuwa ndio the reason wall brand na Babu Owino. Bana, mimi Babu niliongea na yeye ya mwisho 2021. Babu nilimblock 2021. Hizo vitu Babu anasema ati sijui nilimtumia messages asimame president. Babu anasimama president wa nani? Wa nani? Hapa Kenya. Hapa Kenya. Yeah. Babu hawezi kuwa president bro. The best that Babu can have is a member of parliament. Na mimi ndio nilikuwa namsupportigi kwa hizo member of parliament. Lakini hizo vitu zote tulikuwa tunafanya ili Babu akuwe member of parliament. Tunaenda kufanyia Ronald Karauri akuwe governor wa Nairobi. Kwa hivyo Babu hata namuadvise awachane na mambo ya kusimama. Awache, hawezi. Anasimama governor nini? Hana pesa, number 1. Babu ni maskini. Hapa town Babu ako na nini? Uwezi kuja tunataka kusimama governor na hata una tax shop hapa Nairobi. If you want to be a governor, you must be coming to protect wealth. Hauna hata tax shop hapa Nairobi. Hauna nyumba hapa Nairobi. Bado unaishi rental. Hauna anything hapa Nairobi. Unataka kuwa governor aje? Ati governor wa Nairobi. Mnataka kuweka maskini governor Nairobi. Bana, governor hawezi kuwa maskini. Governor must be somebody who has run a business. Somebody who has some money in his account. Somebody who is disciplined. Babu Owino is so indisciplined. Ni mtu hawezi enda kwa ofisi from 8 to 5. Babu ajikuta amekaa kwa ofisi from 8 to 5. Hawezi. So Babu does not have the capacity to run a government. That's why, but the Babu is my friend. Kwenye tunakosania tu ni hapo mambo ya he's becoming overambitious, honestly. Ni vizuri kumsema kuwa ambitious. No, unafaa kuwa ambitious in a way that ni kitu ina make sense. Lakini mambo ya kujichocha nataka kwa governor hii hawezi. Awachane nayo. Akuja kwa deputy wa Karauri, at least maybe tunaweza consider akwe deputy wa Karauri hapo, kwa sababu Karauri is a very mature guy, is a very disciplined guy. You also need a crook. You also need a conman mwenye atamsaidia kukon watu hapa town kama Babu Owino. So ulisema mwisho uliongea na Babu Owino 2021 na uliblock. What was the reason ya kublock Babu Owino? Babu Owino kwa sababu unajua kuna time watu walikuwa naambia Babu ati ana bibi Mjaluo. Sasa juu Babu mimi ndio nilikuwa nampatia kama dem, Babu akaanza kunisumbua ati Benama nitafutia dem Mjaluo bwana. Hiki kitu naenda kuniweza. So nikakumbuka vile msee nimemsaidia, hata nilimpatia bibi wa kwanza akanimistreat, nikamblock. Hivyo ndio vile nilimblock hivyo. Pia kumekuwa na story kuwa nyinyi watu ambao mmesoma UN, haswa wewe na Mosira, because we have been to the same podcast, wanasema kuwa mmekaa out to make sure kuwa mnaharibia jina Babu Owino ili 2027 watu wamuone as a bad person, as he not being a good leader. Nyinyi watu ambao mmekuwa UN, especially wewe na Mosira, labda what do you have to say about this? Mimi nimesupport Babu kuwa Sonu chairman. Yeah? Mara 3. Yeah? Nimepatia Babu Owino bibi. Huyo bibi anaishi na yeye ni mimi nimempatia. Nimekuwa chief campaigner wa Babu Owino in Embakasi East mara 2. Na kama nilisikia jana akikana, you just go to Embakasi East, uliza watu Embakasi East, nani alipeleka Babu Embakasi East? Ni Ben Serikali. So right now I think that Babu Nairobi hawezani nayo. Si ati mimi nataka grow kidogo, amachua kidogo. Unajua kuna pesa ukipewa hata unaweza kufa. Hata unaweza kuwa mwenda wazimu. Sasa Babu atakuja hapa tena collect 100 million kila siku shwali. Si Babu atalemewa na maisha. Will be atakuwa mwenda wazimu shwali. Wacha Babu grow kidogo, akuwe na nyumba hapa Nairobi, akuwe na pesa kidogo. Unajua let him be established kidogo. Hiyo MP imemtosha. The best anaweza pata maybe ni kama imemshinda sana, kama kwa so over ambitious, anaweza jaribu Senate, juu Senate pia iko wazi. Lakini mambo ya Nairobi governor kisa inasemekana wewe na Mosiria umetumwa kumake sure jina Babu liko tarnished. Mosiria hata si rafiki yangu. In fact I don't like him. Mlisoma naye na Mosiria. Ndio mlisoma na Mosiria pia. Mosiria anasema hiyo time ambayo alikuwa UN pia Babu. Mosiria tu unajua politics bring together strange bedfellows Mosiria hiyo time tulijipataga na yeye akisimama, alikuwa anajichocha anataka kusimama president wa Sonu, na mimi nilikuwa nasimama secretary general wa Sonu. Unaelewa? So because Babu alikuwa anasimama president na Babu hakuwa anataka ati Mjaluo mwingine ampinge. So ndio maana because of that convenience tukashikana na nani? Tukashikana na Mosiria. But Mosiria is not my type of people. Si ule mse mwenye yani si boy wangu, naweza sema hizo mabeste. So okay, pia kuna hilo soro sema kuwa kuna madem mlipeleka Karura. Na Babu kwa hiyo podcast anasema kuwa Karura huwa imefungwa masaa fulani ama from 6 uwezi access. Karura imeanza kuwekwa fence juzi hapa. Karura kwani ilikuwa na fence soma. Karura imeanza kuwekwa fence juzi. Lakini wacha nikwambie,
Hiyo siku tulitoka Club Changes Naelewa? Club Changes tulikuwa tunaenda kuchukua, ilikuwa nafaa tuende Kileleshwa. Tulikuwa na mademo 3. Naelewa? So babu obviously hakuwa anakulananga na CD. Hakuwa anakulananga na CD. Alikuwa anachukua dem, anamfanyia screening, alafu anapiga nini? Anapiga bila CD. So tukiwa kwa gari akaleta story akamwambia madem, na unajua sisi washalewa. So anaongea na is like he's commanding. Mbona unajua na mimi situmiagi CD. Kama demo kawa. Akasema mimi ni leather. Sasa ama demo akasema hey hapana. Sasa ama demo kusema hey hapana, babu akakasirika. Sasa tukaingia hiyo barabara tukapita Westlands, unaona? Tukapika Westlands, Sarit, unaona? Tukaingia Sarit, tukaenda mpaka pale mwisho, tukaingia hivi Muthaiga hivi, tukaingia na Parklands hivi, tukafika hapo pali Israel Embassy imejengwa saa hii. Hapo. Hiyo ni Limuru Road. Hapo ndio babu alisimamisha gari. Aliambia driver asimamisha gari because babu alikuwa anakaga hapa nini? Alikuwa anakaga hapa alikuwa na driviwa. Akasimamisha gari akashuka. Akaingia kwa boot, akatoa panga. Akaambia mademu ashuke. Sasa mademu alikataa kuliwa. Mademu zao walikuwa wamevaa heels bwana. So issue hapa ilikuwa mademu walikuwa wamevaa heels wamelewa hivi mademu walikuwa wanakimbia wakiingia kwa hiyo kichaka. Sio ni Karura Forest kwa hapo ni wapi? So ama demo walikataa kuliwa bila CD. Okay, ndio ilikuwa issue. Nafikiria mademo angeongeleshwa vizuri. Approach. Maybe nafikiria approach ya babu ndio ilikuwa so militant. Unaona? Picha yake ndio ilikuwa militant. Baby angeongelesha vizuri, wangeconsider. Because hata ikifika time yenye dema anakimbia usiku saa 9, anakimbia kuingia kwa forest, anaingia place ajui na hills, na pia ako tipsy. Inamaanisha you have scared. That's why nawaambia babu mimi ndio nilimpatia wife. Juu babu alikuwa na hiyo problem ya he was so militant hata na mademo. In fact, mademo wakianza kutoka hapa nje kuanza kusema vile babu amewapiga. Mimi babu amepiga mademo ngapi nikiwa hapo? Mpaka mimi nilikuwa namwambia bro, unapigaje dem shwari? Dem unapigana naye kwa bed. Upigi dem ati kwa nini kwa streets? Kwa anapiga jioni? Babu si remember, yani ni mzee tu violent really. He's just a violent human being. To everybody, to women, to men, he's just a violent person. Okay, now